Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Niko hapa mbele yenu, tunaendelea na vipindi vyetu, vipindi mbalimbali vya kuweza kupeana elimu mbalimbali za kutuweza kutufungua katika mambo yetu na kutupa tiba katika maisha yetu ya kila siku tunayoishi. Siku ya leo ndugu zanguni, tunaendelea na mada zetu na vipindi vyetu vinavyohusu mambo ya nyota. Nimeshawaelezeni siku ya leo tuko kwenye mada ya nyota, kwamba kama wewe unajua nyota yako ni ipi, basi siku ya leo jua tabia ya hiyo nyota yako ni nini, na hivi vitu ambavyo unatakiwa uvifanye ni vipi, ili nyota yako iweze ikakupa manufaa, ili nyota yako iweze ikakupa nguvu. Sasa siku ya leo napenda nizungumze na watu wale wenye nyota ya mizani. Siku ya leo nitazungumza na watu wenye nyota ya mizani. Watu wenye nyota ya mizani mnaweza mkanisikiliza kwenye hii nyota, lakini kila mtu atajua maana ya nyota yake. Kila mtu atajua nyota yake aliyokuwa nayo inahitaji nini. Kwa hiyo kama wewe una nyota yako hiyo, basi utaijua maana yake, kwamba inahitaji ufanye nini ili uweze ukafanikiwa kwenye maisha yako. Sasa kama wewe ni mwenye nyota ya mizani, hebu fanya haya ili uweze ukafanikiwa kwenye maisha yako ya kila siku. Kitu cha kwanza kabisa, wale wenye nyota ya mizani, ni kujua siku yako maalumu. Yani siku yako ya mipango, ya kufanya mipango yako, siku yako ya kuaidiana, kupeana miadi. Siku yako hiyo ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ni siku inaipa nguvu nyota yako, ni siku ambayo nyota yako inatawala. Sasa kama nyota yako inatawala siku ya Ijumaa, itakuwa ni rahisi sana kufanikisha mambo yako siku ya Ijumaa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ni siku yako special, wewe mwenye nyota ya mizani. Kwa hiyo wewe mwenye nyota ya mizani, nafikiri utakuwa umeelewa siku yako maalumu ni siku ya Ijumaa. Lakini vile vile rangi yako ni nini? Rangi yako pendwa ni nini? Wewe mwenye nyota ya mizani lazima ujue nyota ya kijani, rangi yako pendwa ni nini. Watu wenye nyota ya mizani rangi yao pendwa ni kijani iliyoiva. Yani kijani iliyoiva ni kijani iliyokolea, ni rangi pendwa kwenye nyota ya mizani. Vile vile rangi ya blue ni rangi ambayo ni rangi pendwa, inaletwa nuru katika nyota ya mizani, inaleta nuru. Kwa hiyo na vile vile kuna rangi tatu. Hii ni rangi inaitwa rangi ya lavender. Rangi ya lavender, nafikiri watu wanaijua rangi ya lavender. Kuna watu wengine ni wagumu sana kujua rangi, lakini rangi ya lavender ni mchanganyiko wa rangi fulani, unapata rangi moja inaitwa rangi ya lavender. Ni rangi inayoleta nuru katika nyota yako, ni rangi inayoleta mwanga katika nyota yako, ni rangi ambayo inakuwa mvuto, zinawavutia watu, ukiweka kwenye biashara zako zinawavutia watu, ukiweka kwenye nyumba zako zinang'aa, kutokana ni rangi ambazo zinashabihiana na nyota yako, hiyo nyota ya mizani. Kwa hiyo ndio rangi hizo ni rangi ambazo zinashabihiana kwenye nyota hii. Inatakiwa uzipende kuzitumia. Kuwa na makini sana kupenda kufanya uchunguzi wa jambo lisilokuhusu, yani vitu visivyokuhusu, jambo lolote lile, kuchunguza jambo lolote lile. Usiwe mchunguzi sana. Na naomba watu wenye nyota hii, mna silika ya kuamini watu sana, mna silika ya kuamini watu. Naombeni msiwaamini watu
kupita kiasi. Utakapoamini watu kupita kiasi, kuna siku utakuja kuulizwa, kuna siku utakuja kuharibiwa mambo yako, alafu utasema kwamba mbona hivi, mbona hivi, mbona kila nikifanya hivi mambo yanakuwa hivi. Ni sababu nyota hii ina silika ya kuwafanya watu wenye nyota hii wawe ni wapole, wawe ni waaminifu, na wawe ni wenye kuamini watu. Kwa hiyo kuwa makini sana mtu mwenye nyota hii. Lakini vile vile kuna jinsi ya kushirikiana na watu. Nyota hizi zinakuwa na nguvu unaposhirikiana na pacha ya nyota yake, ndio inakuwa na uhuru. Sasa pacha ya nyota hii, yani pacha ya nyota hii ni nyota inaitwa ni nyota ya mapacha na nyota ya mshale. Ukisha kushirikiana na mtu mwenye nyota ya mapacha na nyota ya mshale, kwa kweli mambo yako yatakwenda vizuri, vizuri sana, vizuri. Lakini vile vile ukitaka mwanamke wa kuoa, oa mwanamke mwenye nyota ya punda. Ukioa mwenye nyota ya punda hata kusumbua, na hata kuwa ni mtu ambaye mwenye kukutawala wewe. Atakuwa ni mtu mwaminifu, na atakuwa ni mtu mwenye kukutii. Si vibaya kuoa mtu mwenye nyota nyingine, lakini kuna jinsi ya kumfanya umtawale. Na si kuoa tu, hata kuolewa. Kama una nyota ya mizani, olewa na mtu mwenye nyota ya punda, itakusaidia sana. Na watu ambao haitakiwi kushirikiane nao, watu haitakiwi kushirikiane kwenye mambo yako. Jitahidi sana mtu mwenye nyota ya ng'ombe, na mwenye nyota ya mashuke, na mwenye nyota ya mshale. Kuwa nao makini kwenye mambo yao, usiwaweke karibu sana. Shirikiana naye, lakini usiwaweke karibu sana kwenye mambo yako, kwa sababu watakukwamisha kwenye vitu vyako. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu wa namna hiyo, kwa sababu ni watu watavuruga mipango yako, ni watu watavuruga mienendo ya kazi zako. Kwa hiyo ndugu zanguni, vile vile watu kama hawa wenye nyota ya mizani, mna kazi zenu za kufanya. Sio kila kazi unafanya. Fanya kazi za mahusiano ya kijamii, zitakufaa. Ushauri itakufaa, ushauri kama ushauri wa ndoa. Ni watu washauri wazuri sana kwenye mambo ya ndoa, watu wenye nyota hii. Na vile vile kwenye mambo ya biashara, inatakiwa uweze ukafanya biashara yoyote itakufaa, ila hata kwenye biashara za kuziba pancha, matairi ya gari, matairi ya basikeli, zote hizi ni watu wanaweza kuona hizi ni biashara ndogo, ni kazi ndogo, lakini ni kazi ambazo ukizifanya inaweza kukutoa chini ikakupeleka kwenye mafanikio makubwa, kwa sababu ni kazi ambayo utaifanya kwa amani na furaha, pasina kuwa na kinyongo chochote. Yaani utajitoa. Hata mambo ya sanaa, fanya usanaa, zote zile zitakufanya. Mambo ya urembo ni mambo ambayo yanawafaa sana watu wenye nyota hii. Yanawafaa sana wenye nyota hii. Ukifanya hivyo vitu vitakusaidia sana. Lakini vile vile kwenye mambo ya kesi ni watu wasuluhishi wazuri sana. Alafu vile vile akiwa atafanya kazi za uhakimu, kazi za kupamba, kazi za maharusi, wana upendo sana wa kupitiliza. Yaani kwa urahisi nitaki niuzungumze kauli moja. Watu wenye nyota hii ya mizani wana upendo sana, upendo wa kupitiliza. Kwa ndugu zangu, ni watu wenye nyota ya mizani, nafikiri kwa siku ya leo utakuwa mmepata kitu. Watu wenye nyota ya mizani, kuna mambo mengi sana, lakini hayo ni mambo machache tu ambayo nimetaka kukupa mwongozo ukajua nyota yako inahitaji nini, ili uweze ukatoka sehemu moja kufanya. Kuwa na nyota ni kitu kingine, lakini kuna maisha unayotakiwa uishi yanayoendana na nyota yako. Kwa hiyo ukiishi haya niliyokueleza, basi mambo yako yatakwenda vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, niendeleeni kusubscribe channel hii. Utapata faida kubwa sana na utapata elimu kubwa sana. Na kama utakuwa na jambo lolote la kuhitaji kutoka kwangu, piga namba ya 078 9940 48.
utanipata moja kwa moja. Hii namba inapatikana masaa 24. Hata uwe nchi gani utanipata. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.